Amen. Tunasema asante pia kwa mchungaji wetu kwa haya maono ambayo umechukua ya kwamba hii mwaka utahakikisha vijana uko nao bega kwa bega. Mungu wetu akubariki sana. Na sisi tunakuhakikishia kwamba kwa ile kidogo tutakuwa pamoja. Amen. Nasema asante pia kwa president wa jeunesse yetu ya kanisa. Kwa hii mwaka wa vijana wetu kabisa tumebarikiwa. Lakini umeona kwamba hata tumjaribu mtu mmoja. Kwa hiyo Mungu wetu akubariki pia. Amen. Amen. Mbele ya kuingia katika neno la Mungu, nadhani kwa wale ambao wanijui, naitwa Fikiri. Nina mke na watoto wanne. Amen. Amen. Shauri ndogo ni kusema kwamba mtu yeyote anapopata kibali cha kusoma kwa madhabahu, uwe makini kumsikiliza kwa sababu ni neema pia. Kila mtu ana kitu cha kumsaidia mwingine kwa wakati unaofaa. Usiseme tu ya kwamba mimi kama fulani anahubiri sitabarikiwa, hapana. Yule ambaye hawazii ndio mwenye anaanza kubariki kesho. Ndio. Na nguvu ya Mungu hakuna miejo, hapana. Mbele za Mungu sisi wote ni wabibi harusi na maana tuko level moja. Amen. Tuingie katika neno la Mungu. Msomaji wetu atusomee Yohana Mtakatifu 5:6-7. Tunasoma Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura 5 mlango wa 6-7. Neno linasema hivi: Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, "Wataka kuwa mzima?" 7. Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotipuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushushwa mbele yangu." Amen. Amen. Somee Mwanzo 2:18. Anza kwa 18 tu. Mwanzo 2:18. 2. Unasoma kitabu cha Mwanzo katika vitabu vya Torati. Mwanzo sura 2 mlango wa 18 nasema hivi ya kwamba micho Tunaanza 18. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Amen. Amen. Wanaweza sifa sana. Amen. Tunasema asante kwa msomaji wetu. Hili neno sio ligeni kwako na hili neno sio ligeni kwangu. Ni neno ambalo tumeshasikia kwa muda mwingi, lakini Mungu amesema kwamba leo tena tujikumbushe. Yawezekana kwa kujikumbusha kwetu Roho wa Mungu ataingia ndani mwako na kujijua mahali ulipo na kisha kamata maamuzi yako. Hizi ni habari za mtu aliyekuwa mgonjwa. Na Biblia inasema huyu mtu mgonjwa mwenye alikuwa nao hakumruhusu ya kwamba hao mtu akutembea. Lakini kwa mgonjwa wake alikuwa nao, alijua ya kwamba kuna nafasi kuko maji. Kuna sehemu kuna kisima cha maji. Nikifika tu wa kwanza kwa yale maji ni yaoke, mimi napata ugonjwa. Shida ikakuja kwamba sina mtu wa kunifikisha pale. Na hapo ndio kwenye kuna somo letu. Ninajua kwamba niko mgonjwa. Najua kwamba natamani kupona. Na uponyaji wangu uko katika yale maji pale, lakini sina mtu wa kunifikisha pale. Tema yetu ni hii. Mtu ama kiumbe mtu kitabaki kuwa kia maana maisha. Amen. Amen. Uwe na pesa, uwe na sura nzuri, uwe na masomo mengi, jinsi tu ulivyo, jua ya kwamba mtu ama kiumbe mtu kitabaki kuwa kia maana maisha yako. Amen. Huyu yeye ni mgonjwa, lakini amejua kwamba kuna sehemu kuna maji, na kile kisima nikiaoga tu ninapata uponyaji. Lakini anasema hivi, mimi sina mtu wa kuniingiza baharini, sina mtu. Na sio kusema kama Mungu akujua kama huyu mtu yuko pale, hapana. Kwa sababu wa malaika walikuwa wanafika ile sehemu kwenye kile kisima. Mungu angetumikisha wa malaika wanamsaidia yule mtu. Ama Mungu angetumikisha ndege basi. Tunapeleka yule mtu maji. Lakini amesema sina mtu.
Na ukumbuke ya kwamba hapo mwanzo Mungu alipomuumba akasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Angesema basi ni muumbe mtu kwa mfano wangu, ningewaza kama alikuwa mwenyewe. Lakini Kiswahili kiko wazi, tumuumbe mtu kwa mfano. Yawezekana alikuwa kutamani bale baneko nao bajue maana wa mtu. Bajue maana yake, kumbe kwamba mtu naye anahitajiwa mwenye tuko naye. Mwenye tuko hapo mtu anatakiwa awe pale. Akasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa sababu huyu mtu ndio atakuwa ushuhuda kwetu. Huyu mtu ndio atatangaza neno lao. Huyu mtu ndio atafanya ile kwenye mimi niliachia. Amen. Amen. Lakini sikia kwenye neno linaenda sasa. Hakuishia hapo. Yeye paka akasema kama tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Lakini huko tena akasema hivi. Si vema. Huyu mtu tena bakie kisa ndivyo, hata kama nimemuumba kwa mfano, lakini sio vema nabii pako mwingine mtu wa kumsaidia. Mu maisha yako jua kwamba mtu ni wa maana sana. Aseme si vema, lazima pakuwe mtu wa kumsaidia huyu mwingine. Tukianza shule kuna swali nitauliza mwalimu yangu hapa. Jua napenda filosofia sana. Anasema si vema mtu akae peke yake, nimuambie msaidie. Alisema iko clear, msaidizi. Lakini ukiangalia kwenye sinema ilishia, eske kweli Eva alimsaidia Adamu? Wala Eva alikasaidia shetani kutimiza maandiko? Hiyo swali nitaniuliza. Amen. Amen. Sio mie, ni maandiko yanasema msaidizi. Lakini kumwisho kwenye sinema ilishia, hatujui kama Eva sasa alisaidia Adamu wala kasaidia shetani basi batimize maandiko. Hapo kuna kitu kwa pale. Amen. Amen. Mtu ni wa maana sana. Maisha yako yote mtu ni wa maana. Tena kiajabu mule mtu mwenye uwazi yake kwa dakika za mwisho ndio anakusaidia. Amen. Ishi ya kwamba huyu mtu alivyo, lakini ndani mwake yawezekana kuna kitu cha kumsaidia kesho. Petro anatoka na mkutano ule mtu yuko pale nje. Anasema sisi hatuna fedha ama dhahabu ya kukupa. Lakini kile kenye tunacho ndio kenye tutakupa. Ina maana kila mtu ana kitu cha kumsaidia mwingine kwa wakati wake. Amen. Amen. Kuna jambo ambalo tunataka tuhubiria hapa, nasema kama sisahau ilikuwa sema tusiweke mambo kama benki ndio. Nadhani hivyo. Akatusomea habari ya familia ya Yakobo, nadhani. Ile ndio limeandika sana. Mimi nakuwa na tabia wanapohubiria naandika. Ninapofika nyumbani na nikienda kitabu yote mwanzo nimeanza soma ili nielewe zaidi. Yale mambo yamenigusa sana. Kwa sababu ni maisha ambayo familia nyingi zinaishi. Asema ile familia ni ya watoto wa baba mmoja. Lakini wakafanya karenio baba wao mwenzao, bamchukie ndugu yao wa damu moja. Na wakampangia maneno mabaya. Kabla baada muzisha walisema tumtupe. Hapana, tumuue. Yuda juu ya vile sivyo kama ni franga sijui, yeye akasema no, kuna sehemu nafasi wewe utapata. Tumuzishe familia moja, damu moja, wanabagua ndugu yao. Sasa alipoanzia leo kwako na kwangu, nikambibi. Na inapofika kwako jua kwamba wewe ni nyota wa familia. Swali langu sasa, aliyesaidia ile familia nani? Kwa dakika za mwisho. Ni yule mwenye alipangia mabaya, ngani wasaidia kwa dakika za mwisho. Mpaka alipoenda kule kwa Farao, kuna neno linibariki sana. Aseme bakamweka akakuwa prime minister. Na yeye ule mwenye balibaba kwa familia huko. Njoo alifanya gouvernement ya Farao iwe ya kwanza puissance économique. Dunia nzima ule mwenye balibaba huko, mwenye thamani yake baioni huko. Lakini huko kwenye anaenda anakuwa prime minister na anafanya ekonomia ya nchi kwa ya kwanza. Farao akasema hivi, tumpate mtu mwingine wapi? Kama tumpate mtu. Wanaweza sio sana. Ni maisha yako mtu wa maana. Hata kama wote maana wako leo, kesho kuna mwingine atamuona. Wanampangia ndugu zake tumbo moja. Hata nikwambie uli hapa. Mambo yote utakapofanya, usitafute vita na mtu mwenye haki mbele zako. Amen. Sasa mtu mwenye haki, Biblia inasema hivi kwamba mu Yakobo 5 kama kuna sasa. Aseme maombi ya bidii ya mwenye haki yana nguvu mbele zako. Amen.
Sasa kama kuna maombi ya bidii ya mwenye haki yenye kuna nguvu mbele za Mungu, ina maana kuna ingine maombi ya mtu mwenye hana haki na hana bidii na ile maombi yake haina nguvu mbele za Mungu. Sasa huyu mtu mwenye haki, huyu ndugu ya hawa watu wanatufikia yake, bali mtu lakini kile kitu kenye Mungu aliwekaka mwenyewe, ile baraka, ile karama yake akuote, hawakuitoa. Nataka mfanye kula fanya nini au prime minister. Farao akasema tumtoshe wapi mtu? Mtu ni wa maana. Ina maana Misri nzima hapa kwa mwingine mtu kama yeye. Mgeni aliweza rauliwa, lakini kwa dakika ya mwisho ndio alisaidia familia. Mtu ni wa maana sana. Hata kwenda kumaliza. Na upacha mfano kidogo tumalizie. Kuna tajiri mmoja alikuwa na pesa nyingi sana. Nataka nikuoneshe ufuata kabisa hiyo shuhuda itakubariki. Najua Mungu anamuuliza. Huyu tajiri akasema, "Kwa hii mali ninayo, lazima nifanye kitu hata siku nitakufa." Wakanikumbukia. Akasema, "Mimi kazi yangu nitasaidia watu wenye hawajiwezi, wenye hawana akili, na vitaka virofa viduru. Hapana wa homeless. Kwa sababu wa homeless mko watu wenye wana akili." Sasa yeye akasema, "Mimi nasaidia wenye hawana akili." Sasa nafanya asubuhi, anapeleka chakula, anapeleka mavazi, wakigoda wakumzisha, ndipo kazi yake. Mtu ni wa maana ndugu yangu. Mbale watu mkatoka duru, mmoja akasema hivi, "Boss, ingawa unatusaidia, kuna siku na mimi nitakusaidia." Amen. Sasa akasema hivi, "Mimi njoo vyote kwenu. Mkigonjwa ni mimi, chakula ni mimi, mavazi ni sasa mtanisaidia kwa nini?" Akasema, "Kuna siku na mimi nitakusaidia. Kwanza uende leo magharibi uje na mke wako niwasaidie." Sasa hivi tuko serious. Ambia mke wako usizarau twende. Pakaenda. Walipofika magharibi akamauliza, "Mko na bike pale?" Aseme ndio. "Mko na karatasi?" Aseme ndio. "Nisaidie naye." Akakamata akaandika maneno ya Kifaransa. Ndio asema msaidie. Akasema hivi. Akaandika sema, "Kama angekuwa ni wewe." Akaishia. Tajiri aliposema ile maneno, "Kama angekuwa ni mimi." Akatoa machozi. Sasa akasema, "Haya maneno sio yangu, ni ya Mungu." Akamwambia mke wake, "Haya maneno sitayatupa. Naenda achia kitanda yangu juu hivi kilala, niko na yasoma nashukuru Mungu." Kila siku akilala anaangalia, "Kama angekuwa ni wewe." Anaomba Mungu alala. Siku moja tajiri akamwona. Mke wake tamika mwingia ndani, anasema, "Inabidi bwana kufa ni baki na imani." Akamwambia mganga, "Bwana wangu anagonjwa. Na sitaka kitu usiwa kule. Ukimtunzia hapa kwa nyumba tu." Alishapanga pesa mezani za mingi sana. Akamwambia, "Leo sasa huyu mtu simtunzi akoni. Pesa hizi mpige shindano ya maji akufi ni baki na imani." Mganga akasema, "Tunauaka mamimba za mwanamke sasa huyu. Kwa hii pesa hapa." Akamata. Akachukua pesa. Mganga anakamata shindano ya maji. Anataka chomeka ule mtu. Macho yake ikagongele karatasi. "Kama angekuwa ni wewe." Amen. Amen. Ndugu yangu mtu wa maana. Ule alikuwa ni mwenye hana akili. Akamwambia, "Boss, tuna siku nitakusaidia." Amen. Asante, "Kama angekuwa ni wewe." Ndio akasema, "Mimi sitaua tena." Hii maneno. Kama ile maana sasa sitaua wala. Tunajua nini? Kuna karatasi naona naandika pesa ni "Kama angekuwa ni mimi." Mama kama unajua sasa mbale watu wenye wana kila nasaidia. Kuna mmoja alisema kama nitakusaidiaka. Na ngani mchelele maneno. Akasema, "Kweli nimsaidie." Kwa sababu yake kwa maneno, ndio. Sikia tofauti yake na hiyo sasa. Akasema, "Mimi sitaenda tunza mtu yeyote. Na sitaenda kanisani kama siende kwa msamaha kule." Sasa nilikuwa shaamua kumuua. Kamwambia, "Boss, unisamee sana. Mke wangu alipatia pesa nikuue. Kenye kilituma sitakuua. Ni ile karatasi nimeona naandikwa pale sema kama angekuwa ni wewe." Tofauti na Wakristo. Mtu anakufanzia jambo, hana boga na Mungu. Anakumia meza Bwana bila kumba msamaha. Mtu anakufanzia jambo, maombi yenda tabiri kabisa kwa lugha. Unajua sasa Mungu ni binadamu Mungu unaishiwa. Lakini ndio utakasema hivi, "Mimi sitaenda kufanya kazi yoyote. Lazima nitengeneze kwa Mungu." Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Mtu ni wa maana. Lakini
tukiongelea sasa negative ya mtu, tutaishiwa nguvu. Kama kuna kiumbe kigumu cha kuishi nacho, ni mtu. Mjumbe Mungu aliumbaka. Kama kuna kiumbe kigumu cha kuishi nacho, ni mtu. Mtu anakupendaka saa moja ya asubuhi, saa 2 ya asubuhi, anakupenda kabisa. Inapofika usiku anakamata simu masaa 4 anaita nje akikuchafua. Na asubuhi kuonyesha upendo wa nguvu sana. Mtu ni kiumbe pekee, unauza nguo kwa pesa zako, mashono yako, mwili ni wako kuvaa. Ukitoka nje haikupendezi. Ile ni afeki. Mtu ni kiumbe pekee, anaanza kupenda kushauria kabisa. Na wewe ushauri. Mtu ni kiumbe pekee kitaonesha kama kinafanyizia kwa wema. Anasabu kama na yeye anamfanyizia kwa wema. Hiyo ni mtu. Mtu unaweza kumsaidia miaka 4, 3, 6 unafanya mema kila siku. Lakini habari ya dakika 2 anasabu mema yote. Ndugu yangu leo hapa. Ishi na kujua kwamba mtu ni wa maana maisha yako. Lakini huyu baba yeye aligonjwa. Alijua kwamba hata kama nagonjwa kuna nafasi, kuna maji, nikiyaoga tu mimi napona, lakini sina mtu wa kunifikisha pale. Wewe na mimi kwako, kila mtu ana mgonjwa wake. Lakini leo tujue kwamba kuna sehemu kuna maji, tukiyaoga tu na sisi tunapona. Shida sasa tupate mtu. Mimi mgonjwa wangu nabebata bibi yangu. Nakuwa na mgonjwa wangu kutoa chakula. Yeye anakubali kama ni mgonjwa wangu kabisa. Kuna wakati wewe unakuyaka, wewe unakataa, ni mgonjwa wangu. Na huko na wako. Amen. Amen. Hata nibaambie sisi kidogo. Unajua sisi wa Kristo jinsi tunavyo mahitaji za siri na jokes tuna dhambi za siri na tabia za siri. Usiwadanganye, ni maneno la Mungu kabisa. Mkristo wote kisi anayo yaani mahitaji za siri na jokes dhambi ya siri anayo na jokes tabia ya siri anakuwa kiko nayo. Ndio unapoona mtu akafanya kitu sema huyu nani anaweza kufanya hiki? Ndio tabia yake ya siri. Huyu anaweza kufanya ni jambo sema ndio dhambi yake ya siri. Lakini hiyo ni ugonjwa. Kuna sehemu uko maji, tukiyaoga tu tunapona. Sasa swali ni kwamba tumtoshe wapi mtu akutufikisha pale tuoge maji. Ndugu yangu, chukua maamuzi ya maisha yako. Ishi ndio kwamba mtu ni wa maana maisha yako. Na mwaka hii kanisa yetu tuna haja ya mtu. Kila mtu ni wa maana. Tuliamua kwamba kila mtu kanisani ni wa maana. Wewe sio mtu wa marenyo wa kurudisha huduma ya Mungu, hapana. Kila mtu ni wa maana kwa wakati wake. Amen. Amen. Naishia na waambia hivi, Mungu atubariki. Mungu atupatie akili ya kujua dhambi zetu, ugonjwa wetu, na tuende kwa ile maji tuoge tukue. Na Mungu abariki mioyo yetu. Acha tupige makofi kwa magumu. Ili neno linasema angelikuwa ni wewe. Anabandika tu. Unasikia ni maneno mengi. Ndio kusema angelikuwa ni wewe. Sasa ukimalizia linasema angeua. Angelikuwa ni wewe. Ingelikuwaje? Kama homeless ungelikuwa ni kwako, ungelisema nini? Hii kukosa akili, angelikuwa ni wewe, ingelikuwaje? Maneno makali. Anakuja kuongea, anasema ya kwamba kuna maji ya kuoga. Nani sasa atufikishe kwa ile maji ili tukayaoge na magonjwa yetu yakafanye nini? Yakapona. Ni wewe na mimi. Tufanye jitihada yetu yote
tufikishe wale watu pale waoge yale maji ambayo yalidondoka kwenye ubavu wa nani? Wa Yesu Kristo, na wapate kupona. Bwana asifiwe sana. Kuliko tuwapeleke watu waende kuoga, tunawapeleka wanaenda kuanguka kwenye dhambi. Mungu atuhurumie sana. Leo wachungaji wa makanisa, kuliko tuelekeze watu mbingu, tunataka wingi wa watu makanisani. Nikihubiri dhambi, watu watafanya, watatoroka. Kumbe ni lazima nihubiri nini? Baraka. Baraka, baraka, baraka. Ninashukuru amesema ugonjwa wake. Lakini sasa ninakwambia mwaka huu nitahakikisha aingie kwenye lile rinda na ule ugonjwa ufanye nini? Utoke, apoke, awe mzima kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Wengine wao wanaficha nini? Lakini yeye ameweka wazi. Yusufu ndugu yake wameweka siri. Na walipoenda kwa baba yao, uone dhambi jinsi inaenda, wanaenda kusema uongo. Eti ndugu amefanya nini? Amemla. Wakachukua kanzu ambayo alikuwa anavaa, wakapitisha kwenye damu, wakachinja kondoo, wakapitisha kwenye damu lile kanzu, wakampelekea baba yake. Tazama ndugu amemla. Baba yake kaanza kulia kwa sababu alikuwa ni mtoto mpendwa. Na Yesu analia kwa ajili yako. Wao walikuwa wanawazia kwamba wamemwangamiza, wamekamaliza kwa bwana ndoto, mambo yamekwisha. Kumbe wamekwenda kumpa cheo, wamempandisha, pete zimepanda. Wao bila kufanya nini? Bila kujua. Lakini na kwenye ameenda, ile karamu, ile kazi ambayo Mungu amempa haikuisha mpaka ikasaidia ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kile Mungu alichokiweka ndani yako ni kitu ambacho kinataka kisaidie ulimwengu mzima. Sasa tukamate sasa ile karatasi, tubandike kwenye kichwa cha Yesu pale msalabani. Angelikuwa ni wewe ambaye umepigiliwa msumari. Samuel, angelikuwa ni wewe unywe ile sifongo, upigwe zile bakora, ungelivumilia? Angelikuwa ni wewe. Mtu anapozingizia mwingine anajisikia nini? Raha. Lakini sasa ifike kwake, baba ataruka na kanisa na hama. Bwana aturumie sana. Kanisa na hama. Na msipoangalia na mahala anakaa, anahama, anatoka, anaenda, anahama. Kwa mwenzako, nipe kiti nifanye nini? Bwana aturumie sana. Tusimame. Sitasema mengi, namaliza. Sasa uko wapi? Mtu ni wa maana kwa mwingine. Kiwelewele kinamwambia tajiri, kuna siku nitakusaidia. Geuka muangalie mlie naye pamoja. Muangalie. Angalia mwenye mko naye. Mwambie hivi, wewe ni wa maana kwangu. Mwambie kuna siku moja nitakusaidia. Amen. Bwana asifiwe sana. Mimi ni wa maana kwako. Na kuna siri nataka niwaambie. Sehemu zote utaenda, sehemu zote utakaa, epukana na
kutukana watumishi wa Mungu katika kinywa chao. Hiyo nakwambia ni ukweli. Kwa sababu Mungu mwenyewe anasema ya kwamba atakayegusa huyu amegusa kwenye mboni la jicho la nani? La Mungu. Hata kama amekosa, Mungu anasema niachie mimi peke yangu. Ninajua la kufanya na yeye. Amen. Amen. Nitacheza na yeye, lakini hapana wewe. Lakini siku za leo uko nakuta mtu anasimama kutukana watumishi wa Mungu. Mimi tukana sina haja, hakuna shida. Lakini ogopa wengine. Ogopa anayeitwa mtumishi pakaliwa mafuta wa Bwana. Na ndio maana laana ziko nyingi bila kujua. Bwana tuhurumie sana. Tuwe hange. Hiyo ni siri, ninawaibia ukweli wa Mungu. Sema vingine, sema wengine, tukana wengine, lakini anayeitwa mpakaliwa wa mafuta wa Mungu mwenyewe, acha kusema. Nenda upige magoti, mwambie Mungu, muone mtumishi wako kama ameanguka, muone. Anayedili na watumishi ni Mungu pekee yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tuombe Mungu kwa pamoja. Unamuona ndugu yako ni wa maana kwako, ama kuna kitu si ambacho unaweka, unataka kufika sehemu ambayo unataka upone na huna sehemu nyingine utapokea uponyaji, ni kwa Yesu Kristo peke yake. Sasa tunataka tuombe Mungu pamoja. Nyosha mkono wako. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Tunataka tuombe Mungu ili mufike kwa nafasi